kilimteua na kuweza kuanza kazi, lakini katikati ya kazi yule auditor akawa amejitoa. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye kuanzisha hesabu ambayo sikuacha kuwapa hesabu kwa sababu auditor amejitoa. Lakini kwenye kikao kijacho transformation ikikamilika, auditor akakuja atatolewa kwenye mkutano mkuu, kwa sababu mkutano mkuu ndio wenye mamlaka ya kuweza kumteua mkaguzi wa hesabu za Simba Sports Club. Kwa hiyo mtakuja kumteua hapa ndani na hesabu zitakazokuja anakuja kuwasilisha mwenyewe. Simba. Haya. Asante sana. Nadhani maelezo yaliyotolewa yanakidhi. Tuna hoja za msingi ambazo tunatakiwa tuwe nazo. Mapendekezo ni kwamba auditor ambaye alipendekezwa na board hakuweza kuendelea na kazi kama ilivyopendekezwa. Tumetangaza nafasi ya auditor tena. Kwa hiyo tutatangaza, na kama kuna mtu ana mapendekezo awasiliane na management tuwasilishe ili tuweze kuthibitisha. Simba mara baada ya auditor ambaye alikuwa amependekezwa kurudisha fedha katikati ya ukaguzi, tulifanya mashauriano ya kutangaza nafasi hiyo, na tayari makampuni matatu yameweza kuwa shortlisted kwa ajili ya kuendelea na utaratibu huo. Kwa hiyo tutafanya hayo na kuwataarifu kadri tunapopokea. Asante. Nadhani tayari. Asante. Haya. Mheshimiwa Waziri, tunakukaribisha. Bado kwenye budget. Budget basi. Nakuuliza tayari unasema ndio. Haya basi. Simba. Sawa mwenyekiti, naomba sasa niwasilishe budget ya mwaka 2024-2025 kama ifuatavyo. Fedha za udhamini sponsorship kwa mwaka 2024-2025-2026 tumepanga kukusanya shilingi bilioni 8,997,557,454. TV rights tumepanga kukusanya shilingi bilioni 4,031,802,285. Fedha za zawadi prize money tumepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 1,029,000. Gate collection tumepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 1,670,000. Mapato mengine tumepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 3,137,000. na msaada au msaada kutoka mwekezaji Mo ameweza kutoa kiasi cha shilingi bilioni 6,000,000. Sapoti kutoka kwa Mo kwa msimu wa 2025-2026 amepanga kutoa kiasi cha shilingi bilioni 6,204,847,747, na pesa hizi tayari amekwisha kutoa kwa msimu wa 2025-2026 na ambazo ndio zinaenda kutumika kwenye pesa za usajili msimu huu wa 2025, na tayari pesa hizi ameshaweka kwenye akaunti ya Simba Sports Club na ishaanza kuweka kwa ajili ya usajili wa wachezaji. Nasikia. Kwa msimu wa 2025-2026 Mole amepanga kutoa kiasi cha shilingi bilioni 6,204,847,747. Na pesa hizi tayari zimeshalipwa katika akaunti ya Simba Sports Club na tayari zimesajili wachezaji wa msimu wa 2025-2026. Jumla ya mapato yote kwa mwaka 2025-2026 Simba Sports Club imepanga kukusanya
kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 29,505,774 ikiwa ni ongezeko kule jamani. Yaani kistaarabu tu sogeza pale kidogo. Wakijana watawavutia kamera zenu hizo. 24-25. Yaani mna chief. Sisi tunaamini waandishi wa matumizi. Klabu ya Simba imepanga kutumia kiasi cha shilingi bilioni 6,380,268 katika pesa za usajili na uhamisho wa wachezaji mbalimbali. Mishahara na bonus. Klabu ya Simba imepanga kulipa kiasi cha shilingi bilioni 7,666,514,400. Bonus au hamasa kwa wachezaji katika msimu wa 2025-26, mashindano ya kimataifa pamoja na mashindano ndani. Klabu ya Simba imepanga kulipa kiasi cha shilingi bilioni 2,840,000. Kodi katika kambi za nyumba ya wachezaji pamoja na kambi tumepanga kulipa kiasi cha shilingi milioni 771,457,920. Leseni pamoja na vibali mbalimbali vya wachezaji, klabu ya Simba imepanga kulipa kiasi cha shilingi milioni 421,890,000. Kambi kwa ajili ya timu kubwa ambayo ni senior team tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 244,923,000. Kambi kwa ajili ya timu ya senior team, kambi ya nje kwa maana ya safari za mechi za kimataifa tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 1,360,000, hii ikijumuisha usafiri wa ndege pamoja na hoteli za nje ya nchi kimataifa. Mashindano mengine tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 62, lakini kwa ligi ya vijana tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 500,899,100. Gharama za kodi za TRA, klabu ya Simba imepanga kulipa kiasi cha shilingi bilioni 1,054,320. Simba Day, klabu ya Simba imepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 450,811. Gharama za ofisi tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 60. Matengenezo ya magari tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 30,600,000. Mafuta ya magari mbalimbali tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 90,740,000. Gharama za vikao mbalimbali ikiwemo na mkutano mkuu tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 194,600,040. Matumizi mengineyo tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 308. Matumizi kwa ajili ya uwanja wa Bunju tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 83. Matumizi ya dharura tumeweka kiasi cha shilingi milioni 100. Jumla ya matumizi yote tumepanga kutumia kiasi cha shilingi bilioni 27,161,882,254. Kwa hiyo baada ya matumizi yote hayo, klabu ya Simba itabaki na baki ya shilingi milioni 1,336,850. Mtaona bajeti yetu haina deficit. Tumepanga kukusanya pesa za kutosha na wadhamini tayari tuko nao. Tunamdhamini mpya ambaye ni Netway, analipa vizuri. Tunamdhamini ambaye ni Jairuti ambaye na yeye wote hao wameongeza mapato kufikia mapato yote jumla shilingi milioni 29. Naomba kuwasilisha. Asante kwa uwasilishaji. Kwa kuwa hayo ni makadirio ya mapato na matumizi, kama kutakuwa na mjumbe yoyote au mwanachama ana mapendekezo kuhusu mapato na matumizi, vyanzo vipya vya mapato, tutayapokea. Sekretarieti iko tayari. Nakushukuru sana kwa uwasilishaji. Sasa tukaribishe Mheshimiwa Naibu Waziri ili uweze kuwasilisha mlionao, lakini tukupe fursa ili uweze kuendelea na jukumu lingine.
Ukikaribia hapo, tunaomba upokee shukrani zetu za dhati. Mimi kwa niaba ya Simba Sports Club ufikishe salamu zetu